TV. Furaha kiganjani. Kuwa na changamoto za umeme mdogo, hasa kipindi hichi cha sikukuu kinapokuwa kinafika. Ingawaje tu swala hili la umeme mdogo halipo tu kwa kipindi cha sikukuu. Kwa sasa hivi kama ni shirika la umeme, basi tukiri kwamba matumizi sasa hivi ya huduma hii ya umeme kwa kisiwa chetu kwa Zanzibar, Unguja na Pemba yamekuwa ni makubwa kuliko ni vile ambavyo tunazalisha ama tunacho katika kukihudumu kwa wananchi wetu. Kwa sasa hivi tuikumbuke kwamba mahitaji yetu ya umeme kwa kisiwa cha Unguja ni wastani wa kilovolti 135. Lakini kile ambacho tunakipokea kwa ile siku basi kinakuwa wastani wa kilovolti 122. Kwa hiyo hapo peke yake tu kwa siku moja hiyo tunaona kwamba kuna upungufu mkubwa wa kilovolt au unit hizo ambazo tunazihitaji ili kuweza kutoa huduma iliyo ya ufanisi zaidi. Kwa hiyo kutokana na changamoto kama hiyo imekuwa inatusumbua sana na kutuletea shida sana katika kutoa huduma yetu kwa ufanisi mkubwa. Kwa hivyo kama ni shirika lazima tuwe na mikakati mbalimbali, hususan mikakati ya muda mrefu, ya muda wa kati na muda mfupi. Ya muda mfupi ni ile tu pale ambapo tu kwamba labda wananchi eneo fulani wanapitia hicho kipindi cha umeme mdogo, basi tunachokifanya ni haraka mafundi wetu kufika na kuweza kurekebisha kwa zile hitilafu ambazo zinaonekana pale. Na katika kulifanya hilo mara nyingi na hasa katika kipindi kama hichi cha sikukuu, kabla ya kufika muda ule ndani ya labda mwezi mmoja ama wiki 3 nyuma, tunachokifanya sisi maana yake ni kufanya ukaguzi wa zile transformer zetu zote ambazo zipo katika jamii. Transformer zile zitatusaidia kuona kwa wakati huo sasa hivi tulionao labda ni mahitajio kiasi gani kwa ile eneo na uwezo wa transformer ile kuwahudumia wananchi wa pale ni upo kwa kiasi gani. Kwa tunapokuwa tunabaini kwamba eneo hili sasa limezidiwa, basi tunakuwa tunaitoa ile transformer na kuweka nyingine ambayo itakuwa inakidhi mahitaji yale ya lile eneo husika. Hiyo ni hatua ya mwanzo ambayo tunakuwa tunaifanya. Lakini pia kuweza kuendana na siku husika kama leo sikukuu, basi huwa tunaweka mafundi wetu wa dharura au mafundi wa standby. Kwa maana hawa wao watakuwa kazi yao kwa siku takriban hizi 2 kabla manake ya siku kufika, labda tuseme labda kama ndo hii ya mfungo 3 tunazungumzia, basi kutoka mwezi 7, mwezi 8 mpaka kufika 10, pale muda wote mafundi wetu wanakopo wapo katika utayari. Kwa maana pale tu ambapo mwananchi ametoa taarifa yake kwamba mimi kwangu umeme hakuna ama eneo fulani umeme hakuna, basi watu wetu kufika kwa haraka na kuweza kurekebisha. Kwa sababu kubwa zinazopelekea hivyo tumezungumza ni matumizi makubwa ya huduma ya umeme, lakini wakati mwingine pia ni miundombinu yetu kwa sababu inakabiliwa na changamoto mbalimbali. Kama kipindi hicho tunafahamu kwamba cha upepo na mvua, basi imekuwa kuna usumbufu katika miundombinu yetu ya usambazaji umeme. Kwa sababu tunaposambaza huu umeme na katika miundombinu yetu hii inapotokezea manake nje ya utaratibu wa movement yake, basi italeta shida. Ndio maana umeme unakatika, unarudi, unakatika. Inawezekana pengine labda katika eneo fulani kuna tawi la mti limeanguka, mtu umeanguka au chochote kile ambacho labda hakipo katika mpangilio wa kusafirisha umeme kikiingilia zile njia, basi hapo lazima manake ule umeme utakatika. Sasa ili kuweza kulihami hilo ndio vijana wetu hao tunaweka tayari ili kufika kwa wakati na kuweza kurekebisha hiyo hali. Lakini pia jitihada tumezifanya za muda wa wakati kwamba baada ya kuona kwamba hizi njia zetu kubwa ambazo tunasafirisha umeme kwa mathalan tuseme labda zinazoenda kaskazini, zinazoenda kusini, zinazoenda mashariki na magharibi, tuna njia kubwa takriban kama ni 6. Kaskazini ziko 2, kusini ziko 2 na njia upande wa Fumba pia ziko 2. Hizi nazo vile tumezitathmini, tumeona vile zimeshazidiwa. Kwa sababu hizi takriban nyingi maana yake zinabeba kilovolti 32. Na kama ni 32 kwa hizo kubwa na kuna nyingine zinabeba 17. Na ukiangalia maana yake hazina hata ile nafasi ya kupumua. Kwa hivyo tulichokifanya sisi maana yake nini? Kuweza kuzipunguzia mzigo kwa hizi njia za usafirishaji umeme. Na ndio maana sasa hivi ukipita maeneo kuanzia Fuoni kituo cha polisi kwenda Kisakasaka, kuna laini mpya imejengwa hivi karibuni na tayari inafanya kazi ili kupunguza mzigo kwa laini zetu za Fumba. Lakini pia tumeweza kujenga laini nyingine kutoka Chwaka mpaka Charawe, na lengo la laini hii au njia hii ni kupunguza mzigo kwa laini zetu za kusini. Na tumeona matokeo tumeyapata na kwa kiasi fulani kulitulia. Lakini kama unafahamu kwamba hii ni nishati muhimu na kadri inavyokuwa ipo na inapatikana, basi vile na matumizi nayo yanaongezeka. Tufahamu kwamba sisi ni kisiwa
na kisiwa chetu hichi manake tuna vyanzo mbalimbali vya kiuchumi, na kama unafahamu kwamba utalii au katika sekta hii ya utalii imekuwa ni kubwa zaidi na imekuwa ni muhimili mkubwa kwa pato la nchi. Kwa hivyo kadri tunavyokuwa umeme unakuwepo, basi na uwekezaji nao unakuwa unaongezeka, na ndio maana tumepata kipindi tukapata pongezi nyingi, tukaona kweli tumeweza kufanikiwa. Lakini baada ya muda au kadri siku zinavyokwenda, tunaona kwamba tayari tunarudi katika hali ile ya mwanzo. Kwa nini? Maana tunachokipata ni kile kile. Kwa hivyo matumizi yanaongezeka, lakini kinachopatikana hakiongezeki. Kwa hivyo hii imekuwa ni changamoto kubwa kwa shirika la umeme, na jitihada zetu mbalimbali tunazichukua ili kuona sasa tunatafuta vyanzo mbadala, na ndiyo ni mikakati ya muda mrefu. Kwa tumezungumza mikakati ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Kwa muda mrefu sasa hivi serikali kupitia Wizara ya Maji, Nishati na Madini, lakini pia kwa kushirikiana na shirika la umeme, kama tunavyofahamu sasa hivi tuna mradi mkubwa sana wa uzalishaji umeme mbadala, umeme wa kutumia nishati ya jua. Na tushukuru Mungu mradi huu unaenda vizuri, na makadirio yake maana yake utafikia ukomo au utakamilika ifikapo mwaka 2027. Na kwa sasa tuko hatua nzuri. Kama utaenda kule Makunduchi ambako tunajenga substation yetu, tayari eneo limeshasafishwa, limeshajengwa zile ncha za ndani. Kwa hivyo sasa hivi tunaenda katika hatua ya kumtafuta mkandarasi ambaye atakwenda kujenga zile panel za kuweza kuzalisha umeme wenyewe. Lakini pia ukienda Matemwe, tayari nako pia tunajenga substation, nako pia hatua ziko nzuri, tayari msafishaji yule mkandarasi anasafisha eneo na naye karibu anaanza ujenzi. Kwa hivyo hii substation mbili maana yake nini? Kwamba tayari kwa hapa mjini tuna substation kubwa ya Mtoni ambapo inasavu kwa kisiwa chetu cha Unguja. Lakini baada ya kukamilika huu mradi sasa, ambapo mradi huu unatarajiwa kuzalisha megawati 18 ambazo nazo pia zingine katika grid ya taifa. Lakini kule Makunduchi tumeweka substation ile maana yake nini? Kuweza kuhudumia ukanda watu wa kusini. Na tusitegemee maana yake umeme utoke zake Mtoni uende kusini. Lakini utabakia pale pale, kwa hata kama tutakuwa tumepata hitilafu labda kwa upande wa mjini, basi pale watu wanapata huduma. Tukipata hitilafu upande wa kule, basi tunaweza tukatoa umeme mjini tukapeleka substation. Lakini vile vile kwa upande wa Matemwe au kaskazini, pia tunajenga substation nayo vile vile, lengo lake baadaye iweze kuwahudumia wananchi wa ukanda wa kule. Kwa sababu hizo kanda zote mbili tunazungumzia hapa kwamba ni kanda ambazo zimesheheni uwekezaji katika swala zima la viwanda. Kila leo manake hoteli kubwa zinajengwa. Lazima tujipange ili kuona baada ya muda fulani tuone kwamba tuna chanzo mbadala ambacho kitasaidia nguvu na hii mikakati yetu. Lakini pia serikali kupitia Wizara ya Maji, Nishati na Madini pamoja na shirika la umeme tumeweza kwa watu wanatafuta sasa hivi watu vile vya kuzalisha umeme wa upepo. Na hapo vile kuna site Matemwe tumeshawaonyesha, na wao sasa wapo katika study zao ili kuona baada ya muda mfupi wataanza kufanya ujenzi wa hizo tawa zao ili kuanza kuzalisha umeme huo wa upepo. Lakini kama haitoshi, pia tumelifikiria jingine ambalo litasaidia katika hizi njia zetu kubwa ambazo tuna line zetu mbili ambazo kutoka Tanzania bara. Line ya zamani kabisa ambayo inabeba megawati 45 na line mpya ambayo inabeba megawati 100. Kwa hivyo tulichokifikiria kwamba hii line ya zamani, kwa sababu tayari manake waya wake umeshachoka, sababu line hii imewekwa toka mwaka 1984 kwenda 75. Kwa hiyo ni muda mrefu sana. Kwa hivyo tumeona kwamba ipo haja sasa hivi ni kutafuta manake kampuni ambapo itaibadilisha waya huu kutoka 45 kwenda megawati 100. Na mazungumzo ya awali tayari yameshafanyika. Kwa hivyo tutapowapa proposal zetu na wao watachakata, na baada ya kukubaliana nasi, basi ujenzi huo utaanza mara moja ili kuibadilisha line hii ya megawati 45 kwenda 100. Kwa hivyo haya yote manake ni mikakati ambayo tukifanikiwa nayo, basi swala la umeme kwa visiwa vyetu hivi vya Unguja itakuwa limekaa katika hali nzuri. Lakini kwa sasa tukiri kwamba matumizi yamekuwa makubwa kuliko kile ambacho tunacho katika kuhudumia wateja wetu.